Kwanza nami nishukuru Mungu tujalia uzima wa afya kutuwezesha kukutana hapa leo. Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi, nakushukuru sana kwa mwaliko wa kushiriki hafla hii ambayo imeandaliwa kwa lengo la kutambua mchango wa wanahabari wa Tanzania katika kuwajulisha na kuwaelimisha wananchi kuhusu masuala ya maendeleo. Lakini shukrani zangu za dhati kwa waandaaji TCRA na TAMWA kwa kuandaa tukio hili kubwa. Lakini pia ni washukuru wote waliopo ndani ya ukumbi huu leo. Ndugu wanahabari, uwepo wangu hapa leo ni uthibitisho wa dhamira ya dhati ya serikali kuinua tasnia ya habari, hususan habari za maendeleo. Vile vile kama mnavyofahamu, malengo yetu ya maendeleo ni kuitoa Tanzania kutoka nchi ya uchumi wa kati, ngazi ya chini ilipo sasa, na kuipandisha kwenda nchi ya uchumi wa juu ifikapo 2050 au miaka 25 inayokuja. Kipindi hicho tunatarajia idadi ya watu kuongezeka hadi kufikia milioni 140, mara mbili ya tulivyo sasa, ambapo zaidi ya nusu ya watu watakaokuwa wanaishi wakati huo hasa mijini watakuwa ni vijana. Hasa ili kufikia malengo hayo kunahitajika mageuzi makubwa kimipango, kiuwezo na kifikra. Na katika hili ninyi wanahabari mnalo jukumu kubwa na la msingi la kugeuza mindset za watu, kugeuza fikra za watu, kuwaonesha yale ambayo yanatarajiwa kwao, yale ambayo nchi yetu inatarajia mbele yetu, yale ambayo serikali zetu inapanga kwa mbele ya nchi yetu au kwa future ya nchi yetu. Hayo yanataka kuelezwa kwa wananchi. Kwa kazi hiyo iko kwenu waandishi wa habari. Huko nyuma, aidha kwa kutokujua au kwa kuona tunafanya ndivyo, tulikuwa tunaongoza katika kuandika makala zinazobomoa nchi yetu, makala zinazoisema nchi yetu. Lakini sasa hivi ukisoma makala nyingi zinajenga nchi yetu, nyingi sana zinajenga nchi yetu, zinasifia nchi yetu, zinaeleza ukweli yanayotokea ndani ya nchi yetu. Na hata pale mnapoeleza mabovu, ni mabovu ambayo kweli yanahitaji kuelezwa ili serikali ione na kila mtu aone, tuchukue hatua. Kwa hiyo nawapongeza kwa hilo. Lakini nisisitize neno uzalendo. Nimekuwa nikisema mara nyingi na waandishi wa habari kila ninapopata nafasi kuonana nanyi. Wenzetu kule nje, zile habari ambazo wanahakika hizi zinaenda kulibomoa taifa lao, huzioni wala hazitoki. Lakini sisi huku wanataka kujua kila kitu kilicho kwetu, na wanaotumika ni waandishi wa habari hawa wa kwetu huku. Semeni kuna nini, sema kuna nini. Pengine kuna incentives ndogo ndogo tu zinazokufanya uandike na uwape. Ukija ukiona kwenye vyombo vingine vya habari, Al Jazeera kasema, BBC kasema, sijui nani kasema, unasema ni kazi yangu ile nimepeleka. I don't know, sijui unajisikiaje kuiona nchi yako inasemwa kwenye vyombo hivyo vikubwa, ulimwengu mzima wanaona, anieti wewe ndio umeandika kuwapa. Sijui unajisikiaje. Lakini nataka niseme kama nilivyosema mwanzo kwamba kwa sasa hatua tuliofikia, nawapongeza sana. Mmekuwa mkiandika vitu vizuri kuhusu nchi yenu. Nataka niwahakikishie kwamba serikali kupitia Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo iko pamoja nanyi. Tuko tayari kushirikiana nanyi kujenga uwezo wenu. Tuko tayari kushirikiana nanyi kuondoa changamoto zinazowakabili hatua kwa hatua. Kwa serikali iko pamoja nanyi kadri vile uwezo wetu utakavyokuwa. Basi tuko tayari tuzungumze, tuone changamoto ni zipi, tuzifanyie kazi, na sekta hii, tasnia hii ya habari iweze kuendelea vizuri. Tanzania, uhuru wa vyombo vya habari ni mkubwa na unakuwa siku hadi siku. Lakini kuwa na uhuru wa vyombo vya habari maana yake si kukosa uzalendo kwa nchi yako. Uhuru wa vyombo vya habari, zungumza, sema, chambua,
lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka, hapa ndipo utakapomalizikia. Na wengine hata ukienda nje ukimalizikia huko, tunakuja kuchangishwa huko, jamani arudishwe huko huko, utarudi. Kwa hiyo Tanzania ndio baba, ndio mama, ndio kila kitu. Niombe sana tupende nchi. Nataka nigusie umuhimu wa vyombo vya habari vya jamii kule chini. Radio jamii, television za kule huko vijijini huko. Kuna vijitelevisheni vya mikono, vijitelevisheni vidogo vidogo viko huko chini ambavyo vinatoa taarifa kwa wananchi kule chini. Niombe sana wizara, lakini na wakubwa wa tasnia hii kuvitupia jicho vile vyombo. Ni muhimu sana. Vile ndivyo tunavyoweza kuvitumia vikafikisha taarifa muhimu kwa wananchi wetu. Hivi vingine vikubwa vikubwa vinaweza vikaandika vinavyotaka, lakini vile, na kuna maeneo ambayo ukimwambia kwa lugha anayoijua, lugha yake ya pale nyumbani, anaelewa zaidi kuliko mwambie Kiswahili au lugha nyingine yoyote. Kwa kutumia vyombo vile vitatusaidia sana kufikisha taarifa tunazotaka zifike kwa wakulima, taarifa tunazotaka zifike kwa wajasiriamali, taarifa tunazotaka zifike kwa wananchi, za kisiasa, za kijamii kule ndani. Hata wakati mwingine kuna wananchi wala hawawezi kujua kama katika eneo lao, kata yao, kuna hospitali kubwa imejengwa, anaweza kupata vipimo hapo hapo na kila kitu hapo hapo, hajui. Lakini kwa kutumia vyombo hivi, vikiwa vinasemwa na pengine vitelevision vya mikononi vinaonesha, mwananchi anajua wapi akimbilie. Niombe sana tuzitumie radio jamii na television ndogo ndogo za mikononi zilizoko kule chini. Tuna Kiswahili tunachokisema mitaani humo, tunasema tunaelewana, lakini kuna Kiswahili ambacho lazima kitumike kwenye vyombo vya habari. Kina Kakatido wanajua. Ukimpa chombo leo Kakatido sema, kina Ida Sanga na wengine, hata tumia Kiswahili hiki chetu hichi tunachotumia huku kawaida. Tatumia Kiswahili sanifu ambacho wananchi wanatakiwa kukisikia na kukielewa. Lakini pia tukikitumia vizuri ni kukuza lugha yetu. Kwa mfano, vijana leo mwambie hebu nenda chumbani, kuna pesa pahali fulani, nenda kachukue. Atarudi aje kuulize nichukue bei gani? Baada ya kusema nichukue kiasi gani, anakuuliza nichukue bei gani. Sasa hapo, au yale aliyosema Waziri Kabudi hapa, mtu anakuandikia kabisa ripoti au mtangazaji anasema amekwenda waziri mkuu kukagua kiwanda cha nondo na amesema amewataka wafanye biashara wa nondo bei ziwe nzuri ili walaji wapate kununua kwa bei nafuu. Nani anakula nondo? Nani anakula saruji? Ni watumiaji. Lakini kwa sababu neno consumer, to consume ni kula, basi kila kitu ni kula. Tutumie lugha yetu vizuri na tuitumie ili wananchi wapate kuielewa vizuri. Niseme kwamba nimefarijika kwamba TAMWA na TCRA wamebeba suala la matumizi ya nishati safi, ambayo ni ajenda yetu kama nchi. Kama nchi tumelibeba bara la Afrika kwenye ajenda hii. Kwa hiyo nimefarijika kwamba kuna waandishi ambao wamejikunja maalumu wanaandikia nishati safi ya kupikia na mazingira. Hili limenipa faraja sana, na niwaombe sana muendelee nalo ili wananchi wetu wajue kwa nini sasa watumie mkaa unaozalishwa na nani wale wa madini, ile baraza la madini wanaitwa nani? STAMICO. Kwa nini watumie majiko banifu? Kwa nini watumie majiko ya umeme mdogo? Kwa nini hivyo? Na kwa nini wasikate miti? Kwa sababu sasa hivi takwimu zetu zinasema Tanzania tunapoteza ekari 400,000+ kila mwaka kwa kukata, kupikia na matumizi mengine. Tunapoteza msitu ekari 400,000 na sasa mwananchi aeleweshwe. Na ili mwananchi aelewe, inabidi tutumie redio jamii. Lakini na yule anayetoa message kutoka redio jamii, na yeye alielewe lile jambo vizuri. Kwa hiyo niombe sana
hili nalo tulifanyie kazi, na linanipa faraja kwamba issue za mazingira nazo mmezipa umuhimu wake. Kwa upande mwingine niseme tu kwamba mwaka huu ni mwaka wa jambo kubwa. Nchi yetu inakwenda kwenye uchaguzi mkuu. Niwaombe mtumie kalamu zenu kuhamasisha umoja, amani na mshikamano nchini. Kalamu zenu zilinde nchi yetu. Mrisho Mpoto leo alisema kwa hajui kwamba ulinzi sio kazi ya polisi na jeshi peke yao, na yeye kama raia. Lakini kalamu zetu zinalinda nchi yetu sawa sawa na jeshi linavyolinda mipaka yetu. Kalamu tukizitumia vizuri tutakuwa salama. Tukiandika vizuri kuhusu nchi yetu, tukitoa ufafanuzi yanayotokea, wale wanaotushutumu kule nje watapata habari za uhakika na wataacha yale wanayoyafikiria. Kwa hiyo niombe sana kalamu zitumike kulinda na kuitetea nchi yetu. Kwenye hili jambo la uchaguzi niwaombe sana kuhimiza watu kushiriki kwenye uchaguzi na kuchagua viongozi wazuri. Tunasema kuchagua viongozi wazuri, watakao simama kama wazuri, watu wakiwaona wanawafaa wawachague viongozi wazuri watakaoweza kuwatumikia. Kwa hiyo niwaombe sana kalamu zitumike kuhimiza hilo, kulinda nchi yetu, lakini kuhimiza uchaguzi wa amani, uchaguzi mzuri, na kwamba wananchi watumie haki yao hiyo ya kikatiba. Vijana chipukizi wananyanyuka, wanakuja juu. Vinginevyo hapa tungeona wazee wakipanda tu haya, kibanda mara ya kwanza, kibanda mara ya pili, balile kapata uchumi, balile kapata siasa, sijui nani kapata nini. Lakini wazee hapa leo wamezawadiwa kwa umahiri na contribution waliofanya kwenye sekta, lakini waliotoa ili na kalamu zao wakafanya kazi ni vijana. Vijana wangu hongereni sana. Na baada ya kusema hayo, sasa nayo heshima kutamka kwamba hafla ya utoaji wa tunzo za uandishi wa habari za maendeleo sasa imefungwa rasmi. Imefungwa hafla hii, sio uandishi. Uandishi ndio kwanza unaanza, lakini hafla imefungwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza.